Mtazamaji na mfuatiliaji wa Sauti ya Habari, jina langu naitwa Yusuf Sadok. Niko hapa kwa ajili ya kukufahamisha kile ambacho kinaendelea katika nchi ya Uganda. Tunafahamu kwamba siku ya leo rais wa Uganda ambaye alikuwa madarakani, ambaye anafahamika kwa jina la Yoweri Museveni, anakwenda kuapishwa ama anakwenda kukabidhiwa madaraka ya kuendelea kuwepo madarakani kwa miaka mingine mitano mpaka 2031. Sasa Yoweri Museveni alikuwa kiongozi tangu mwaka gani na aliingiaje madarakani? Hiyo ni kitu ambacho kinatakiwa kuweza kujiuliza, kwa sababu miongoni mwa marais ambao hapa barani Afrika ambao wametawala kwa muda mrefu, basi huwezi kuacha kumtaja Yoweri Museveni. Ni kiongozi ambaye amedumu kwa takribani tuseme kama miaka 40 na kidogo, kwa sababu tangu mwaka 1986 alikuwepo madarakani mpaka sasa hivi ambako anakwenda kuongeza awamu nyingine ili kwenda kutimiza miaka 45, na awamu hii hapa ambapo anakwenda kuingia madarakani ni awamu ya 7 tangu ambapo ameweza kuingia madarakani. Na tunafahamu kwamba huyu hapa ambaye ni kiongozi ambaye anakwenda kuapishwa siku ya leo ama anakwenda kukabidhiwa muhula mwingine siku ya leo, aliweza kuingia kwenye madaraka mwaka 1966 ambao ilikuwa ni mwezi Julai tarehe 26, ndipo ambapo aliweza kuingia madarakani baada ya kuweza kufanya mapinduzi. Baada ya kutumia vikosi vyake akaweza kuingia katika mji wa Kampala na kuanza sasa kufanya operation ya kijeshi na kufanya mapinduzi na kumtoa madarakani ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Tito Okello, ambaye yeye huyo pia aliweza kumuondoa kijeshi tena, ambaye alikuwa madarakani, ambaye anafahamika kwa jina la Obote, ambaye Obote yeye aliondolewa madarakani kwa njia ya mapinduzi mwaka 1985, na mwaka 1986 Yoweri Museveni tena yeye pia akafanya mapinduzi. Kwa ndani ya miaka mitatu yakafanyika mapinduzi ya nguvu ya kijeshi mara mbili katika nchi ya Uganda. Sasa baada ya kufanyika mapinduzi hayo katika nchi ya Uganda, mpaka sasa hivi hakuna mapinduzi tena ambayo yameweza kufanyika, na pia hakuna uchaguzi ambao umeweza kuonekana ukifanyika ambao unavyohusisha vyama vya upinzani ambavyo vinaweza vikaonesha kuwa Yoweri Museveni anaweza kaondoka madarakani. Lakini mpaka sasa hivi ambapo takriban miaka 40 Yoweri Museveni amekuwa madarakani na anakwenda kuongeza miaka mingine mitano ili aweze kueneza miaka 45 akiwa katika awamu ya 7 tangu ambapo ameweza kuingia madarakani. Sasa Yoweri Museveni tangu ambapo ameweza kuingia madarakani ametazama katika pande mbili tofauti, katika pande mbili tofauti ambapo ameweza kutazama Yoweri Museveni. Na kipindi ambapo Yoweri Museveni anaingia madarakani, aliahidi kwamba ataweza kuirejesha nchi katika amani, lakini pia kuweza kuinua uchumi katika nchi ya Uganda. Na Yoweri Museveni kipindi ambapo ameweza kuingia madarakani, alishirikiana na jeshi kikamilifu na akaweza kuimarisha ulinzi na pia amani ikaweza kutawala, na ndio maana mpaka sasa hivi unaona hakuna mapinduzi ya kijeshi ambayo yameweza kufanyika. Lakini pia Yoweri Museveni katika harakati za kupambana katika kuinua uchumi wa nchi yake na katika kuhakikisha watu wake wanapata afya njema, Yoweri Museveni pia aliweza kuisaidia nchi yake kuweza kupambana kwa namna moja ama nyingine kuweza kupunguza virusi vya maambukizi ya ukimwi, na iliweza kutajwa katika miongoni mwa nchi ambazo zimepambana kwa kiasi kikubwa kuweza kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Basi nchi ya Uganda iliweza kutajwa, na ilikuwa ni mwaka 1990 mwaka 1990 baada ya Yoweri Museveni kuweza kuingia madarakani, ama baada ya Yoweri Museveni kuweza kukaa miaka mitano madarakani, nchi ya Uganda ilitajwa kuwa miongoni mwa nchi ambazo zimepambana kwa kiasi kikubwa kuweza kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa tutoke huko tuje kuongelea kuhusiana na pande mbili ambazo Yoweri Museveni amekuwa akitazama baada ya yeye kuingia madarakani, ama katika uongozi wa miaka 40 ambao alikuwa nao, na hii miaka mitano ambayo ameenda kuongezwa ambayo ni awamu ya 7 kutimiza miaka 45.
Yoweri Museveni upande mmoja ambaye anatazamwa katika upande wa kiongozi ambaye ameweza kuipigania nchi ya Uganda, ameweza kuimarisha ulinzi na amani katika nchi ya Uganda, lakini pia anatazamwa kama kiongozi ambaye ameweza kuiheshimisha nchi ya Uganda katika nchi za kimataifa kulingana na namna na uongozi wake jinsi ambavyo umeweza kuwa na kuipigania na kuendelea kuweka uhusiano mzuri na baadhi ya nchi ambazo zimekuwa na nguvu hapa duniani. Lakini sasa upande mwingine ambao Yoweri Museveni anatazamwa, ambao ni upande tuseme kwa upande wake sio mzuri, kwa sababu unaenda kinyume na jinsi ambavyo yeye alivyokuwa anatarajia, kwa sababu kipindi Yoweri Museveni anapoingia madarakani alisema kwamba ama lengo lake kubwa ilikuwa ni kuimarisha demokrasia katika nchi ya Uganda. Lakini upande mwingine sasa unamtazama kwamba ameenda tofauti, kwa sababu ameonekana kama ni mtu ambaye anaikandamiza demokrasia ama anaibana demokrasia ya Uganda, lakini pia anatumia vyombo vya dola ama anatumia serikali aliyoko nayo ama mamlaka aliyoko nayo kuweza kuwabana wapinzani wasiweze kuongea ama tuseme wasiweze kuwa na uhuru wa kutosha kama ambavyo inavyotakiwa kuwepo katika nchi ambazo zinasema kwamba zina demokrasia ya kutosha. Kwa hiyo hizo hapo ndio pande mbili ambazo Yoweri Museveni anatazama tangu ambapo ameweza kuingia madarakani. Sasa amekwenda kupewa awamu ya 7 masiku ya leo, anakwenda kuongeza awamu nyingine ya 7 tangu yeye ameweza kuingia madarakani. Sasa kitu kikubwa ama maswali yako anajiuliza, je, katika awamu hii ya 7 ambayo yeye amekwenda kuingia madarakani ama baada ya yeye kuweza kutimiza miaka 45 akiwa madarakani, je, ni kweli ataachia madaraka pale ambapo itapofika 2031 pale ambapo uongozi wake utakwenda kukoma ama ataendelea tena? Kwa sababu ameanza kutazamwa ama kasoro sasa zimeanza kuonekana, licha ya vitu ambavyo amevifanya, lakini ameonekana kwamba sio mtu ambaye anaisapoti ama anaiunga demokrasia mkono kwa 100% baada ya kukaa madarakani kwa muda mrefu. Tunafahamu kwamba kwa mfano nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais anakuwepo ana miaka 5, lakini katika miaka hiyo miaka 5 kunafanyika uchaguzi, lakini pia tunafahamu rais ambaye alikuwa madarakani Kikwete, rais mstaafu aliongoza kwa hapa Tanzania aliongoza miaka 10. Benjamin Mkapa, rais mstaafu pia aliongoza miaka 10. Hayati Dr. John Pombe Magufuli aliongoza miaka 5, lakini pia katika uongozi mwingine ambao alikuwa amechagua alikuwa tayari amekwisha kupata nafasi ya kuongoza miaka 10, lakini ndio hivyo Mungu akapenda zaidi akaweza kumtoa. Lakini kwa kifupi niseme kwamba kwa nchi Tanzania kiongozi ambaye ameongoza miaka mingi ni kiongozi ambaye ni viongozi ambao wameeneza miaka 5 kama rais, lakini baada ya hapo wengine wamekuwa wakichukua madaraka na kuendelea. Imekuwa tofauti kabisa katika nchi ya Uganda baada ya kumuona rais wa Uganda yeye amekuwa madarakani kwa muda mrefu. Kwa hiyo mtazamaji wako wewe, mtazamo wako ni upi, mtazamaji wa Sauti ya Habari? Je, ni kweli Yoweri Museveni anahitaji kuongoza miaka 45 ama anahitaji ama kwa maoni yako anatakiwa aweze kuachia wengine waweze kuiongoza nchi ya Uganda kwa ajili ya maendeleo ya nchi ya Uganda, ama Yoweri Museveni yeye binafsi anaikandamiza demokrasia ya Uganda, ama yeye yuko sawa kwa sababu nchi yeye alipata kimabavu? Je, inatakiwa aweze kuiacha kimabavu kama alivyoweza kuichukua ama aiweze kuiacha kwa amani? Mtazamaji wa Sauti ya Habari, achia komenti yako hapo nami basi watu wengine wapate kufahamu, wapate kuelimika. Kumbuka langu jina naitwa Yusuf Sadoki na hii hapa ni Sauti ya Habari. Usisahau kunifollow ama kusubscribe ili uzidi kupata taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea hapa nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, kama ambavyo nimevyokujuza taarifa kutokea nchini Uganda.